Mambo vipi? Okay, nakubia siku na hakika kama inaweza kila mtu kunisikia. By the way, I'm at the airport right now. Okay. Niko hapa na sikia nini nasema na niko nafanya maombi. So nitakuwa kwa chini kidogo. Okay. Uko salama lakini? Yeah, praise God. Wow, fantastic. Awesome. Praise the Lord. Praise the Lord. Good to see you, man. Good to see you, man. Yeah. It's a cool opportunity, but in a 40 minutes, tutakuja kushare such a great news and amazing. Nadhani hazijakuwa zimekuwa zinajulikana. It could be kama breaking news. So nitakuwa hapa nafanya maombi. Asanteni nyote na Mungu awabariki sana. Fantastic. You stay safe, brother. God bless you. Tutakuwa hapa bado. Ukipata nafasi tutapanda. Okay. Nuru amesema in the next 40 minutes anakuja, anataka kuna breaking news ambayo anataka kushare. So God bless you Abilo, and God bless all Tanzanians. Mungu ni mwema. Nuru hata ndaki ingeandaliwa vizuri pia. Watu wangepiga pesa kwa sababu tuna kila resources. Kiti Maria, karibu. Asante kaka. Namshukuru Mungu katika kila jambo. Kaka Nuruvazi, nina taarifa. Watu mpaka sasa hivi wapo baadhi ambao wako tayari wako locations na wananitumia up to date inbox pia. Awesome. Kitu ambacho watu wengi wanaomba kaka Nuruvazi, wanaomba kwamba live zote zizimwe kwanza. Yaani hicho kitu wanasisitiza kweli. Na tangu asubuhi mimi nimekuwa nikipanda katika live mbalimbali nikiwaomba jamani tuzime live kwanza. Mnaingia kwenye mfumo mbovu Maria, watu hawataki watu wapate taarifa, mnaingia kwenye mfumo mbovu na mmesha tiki. Hiyo ndo mtatoa focus kabisa. Ni heri tuache kuongelea tu haya mambo, tukae kimya. Mimi ndo hiki kitu ndo kinaniona siendi hata kwenye live za watu kwa sababu ya huu puuzi. Yani hii kuongea ndio kunawafanya serikali isilale, ndio kunawafanya askari mkikaa kimya tutakuwa mabumunda kabisa, ni sawa na zero. Anyway, hii sumu kama mmeshaichukua na nyewe kwenye hizi live. Hii sumu kama mmeshaichukua hivi Wakenya mbona walikuwa naenda kwenye maandamano na simu zao? Wakenya walikuwa naenda na simu zao. Kwani simu inakuzuia nini wewe kwenda kwenye maandamano? Simu inakuzuia nini? Hii ni sumu ambayo wanaitengeneza CCM ili hizi habari zisiwepo. Wanaumia sana kuona hiyo scoreboard hapo, hiyo 1.1 inawaumiza sana. Watu 1000 ni wengi sana. Anyway, hii kitu tunakwenda tunakwenda kuferi. Hii kitu tutakwenda kuferi kama tutasikiliza watu eti kwamba tusipandishe live. Hii kitu tutakwenda kuferi. Kwa nini imekuwa hivi? Kwa nini hizi habari zinakuwa zinawaumiza kichwa serikali? Kwa sababu ya live nyingi sasa hivi ni za kuikosoa serikali. Endapo tutabakiza hii live za kutukanana za kina udaku, unategemea kutakuwa kuna nini? Hii kitu mmeshaanza kuharibu. Kama mlivyoingia kwenye mkenge ya kwamba eti Sama ni mamruki, mkapunguza mkarudisha majeshi nyuma. Angalieni Mange saizi mmemtukana. Mange amepotea saizi, mashambulizi yamepungua nguvu. Eti tunaanza eti watu wenye followers 200 eti tunawapa kipaumbele. Utampa mtu ana followers 200, mwingine ana followers 150 kisa kwa sababu alikaa kwenye live yangu mimi tu akapata kijina eti ndio ataenda kufanya ukombozi. Ukombozi tunaupata kwa watu ambao wana impact kama Maria Sarungi, Makina Mage Kimambi, wana watu wengi wanawashawishi. Sisi ni wahamasishaji. Sasa sisi tukianza kuzifunga live siwezi kuacha. Kuna haja gani? Naomba njezia hapo kidogo uliposema kwamba tunafeli tunarudi nyuma. Kweli akaunti zinapotea za watu wakubwa, influencers wakubwa, lakini haturudi nyuma. Zitafunguliwa nyingine, zitakuwepo nyingine, na kwa watu ambao kama Mange alisema yeye hawezi kufungua akaunti yoyote Instagram, mimi niko tayari. Kama kuna mtu yote ana access naye, achukue video kila siku, mimi nitakuwa na post kwenye akaunti yangu.
Yani daily updates, daily videos za kwake atupe. Nurvazi ataposti, mimi nitaposti, Sama utapost, na watu wengine wote hapa tuko 1200 tutapost. Lakini hii swala la kusema kwamba eti watu tukiwatukana eti tunawarudisha nyuma, hili swala alipo. Nurvazi anatukana mara ngapi? Katukana mpaka familia yake. Mbona bado yupo? Sama umetukana mara ngapi? Kila siku unatukana mpaka wame create picha zangu za eti mimi na picha ya Uche wameweka kibabu fulani eti ndio wasema ni mimi hapa. Kuna kitu wamechukua mpaka picha za ndugu zangu. Mimi nasema kurudishwa nyuma, tunarudishwa nyuma sisi wenyewe ambao tumeamua sisi tulioamua kupambana ndio tunajirudisha nyuma sisi. Kwa mfano kama sasa hivi si tunagombana sisi kwa sisi, kwani ni wenyewe. Kwa mfano kama kipindi kile wale wanaanza kutukana siji nini, kwa sababu sasa kama sasa hivi hii sera imeshaingia kwamba msifunge live na wapieni haki ya Mungu, kwa sababu mimi kwenye hii sekese nimo karibu miaka hata 10 nazijua. Hii ni mbinu ya CCM na wanaenda kufanikisha. Tukikubali funga live wanakwenda kufanikisha. Mimi nawaambia hapa, na mkizifunga live kama mtakuja kusikiliza ukombozi tena hamtakuja kuusikia, kwa sababu ukombozi unatoka wapi sasa hizi? Tumeminywa kila kitu, tumebakiza live peke yake ndo tunazozungumzia. Sasa na zenyewe mkizifunga, huko polisi mahakamani mnaona wakina Lissu wanapigwa tu, huko mitaani mnatekwa, huko mtaongelea wapi? Mkizifunga live mtaongelea wapi? Hebu fikirieni nyewe hapa mliopo chini, mtaongelea wapi? Haya, fungeni sasa, afu baadaye mtakuwa mnafanya miujiza tu ya Yesu. Mtafanya miujiza kama achana nao. Anyway, kwa sababu siku hizi tukiongea sana tunaonekana kwamba tumehongwa. Hii kitu isapotini, mtakuja kuniambia zifungeni live, mnawapa nguvu wenyewe, wanapata kwa sababu wanaona wivu. Anapofungua Malkizi na watu 300, akifungua Lava zifungeni 400, akifungua fulani, hiyo kitu inawaumiza sana. Endapo atakuta live labda ya Malkizi na 300, ya One Love na 200, si ya Marcos na 100 ngapi, hii kitu inawaumiza sana serikali na watu wa kwenye mitandao. Sasa wameanza kutengeneza kampeni ya kutugombanisha sisi kwa sisi, kwamba mfunge hizi live ili wenyewe wapate kuongea. Lakini sisi hatutumia akili. Hivi mtu mwenye nia ukombozi kuna haja ya kumwambia kwamba usiende kutazama live? Mtu kama ana nia ukombozi anaamua tu. Kwa mfano kama mimi si nimeamua tu. Kwa nini nina shida gani mimi? Nina shida gani ya kusema mimi nizime tu niwe nakaa kimya? Sina shida yoyote. Ni kwamba ni vitu vinakuingia ndani ya moyo wako, lazima uvifanye. Kama tuendelee kupata watu wako ground. Hawa watu hatuwezi kuwasikiliza, hatuwezi zima live. Kwani kaka Nurvazi ulizima jana, alafu nini kimetokea? Jana nilikaa nikawaza, nikagundua na mimi nilikuwa bumunda sana jana. Hapana, tunajifunza kutokana na makosa, wala ulikuwa bumunda. Kabisa. Tunajifunza. I'm telling you, jana nikwambia ukweli, jana nimekaa mimi waga na reason vitu. Unasikia? Jana nilichukua maamuzi ya kipumbavu sana. Sijai mkwazaga kijinga hivi na elimu yangu ndogo. Kwa sababu Wakenya wanaingia ground, watu wana stream. I love spirit of Kenyan people. Wakenya wakiamua jambo lao linatimia. Wakiamua wanasema wasanii sasa hivi wanazungumzia wananchi. Why sisi Tanzania ambao tuna kila kitu tunashindwa? Watu ambao mko njiani, twendeni. Maria Sarungi, Maria unaweza kupanda hapa juu my sister. Panda hapa juu watu wakusikie kidogo. Tuko sehemu sahihi. We are on the right track. Tuondokeni. Watu wanahitaji kusikia taarifa zetu sisi hapa. Watu wanahitaji kutusikiliza. Manisikia? Hakuna atakaye. Zima live sasa hivi. Wote tunaelekea. Tokeni twendeni Ubungo. Nimesikia kuna watu wameshafika Ubungo sasa hivi. Ongezeni nguvu. Hatuko salama. It's okay my sister na Maria. Hatuko salama. Tokeni huko ambako mko. Sogeeni karibu. Hakuna Krismasi leo wazee. Watanzania hakuna Krismasi. Unasherehekea Krismasi gani wakati Samia ameua ndugu zetu? Instagram niko na watu 700 wanaelekea 800 sasa hivi. Hapa tuko 1.3. That means tunashinda, tuko wengi. Achana nao mabumunda. Achana nao mataira. Sio mnaelewa? Nuru. Kuna watu hapa, ngoja niwaambie. Hawa watu wanaoandika comment, nimejaribu kuingia kwenye profile zao, wanaoandika comment kwamba acheni kuongea hapo, watu wako Ubungo, wapigeni nyundo. Moderator, piga nyundo wote wanaoandika hawa wote. Nimeingia kwenye profile zao. So wenzetu wanaweka vibendera lakini wako private.
Fukilizi mbali wote hao wapumbavu kabisa. Yapigeni nyundo yote yanayoandika hivyo. Sisi tuko kwenye njia nzuri, tuko pazuri mno. Kwanza hii tunavyoongea ni kuparalyze. Hivi tunavyoongea ni ushindi. Sasa mnavyowaambia watu wazime live, mtaenda mkaongelea wapi? Taandika nyundo yote haya yanayoandika kwamba eti acheni kuongea. Sasa tukiacha kuongea mtapata faida gani? Ngoja nimalize kula, nitatembeza njugu mwenyewe. Hamna noma sana. Watu wa Tegeta, Mbagala, watu wa Gaza, mnaambiwa msogee. Kuna information natumiwa hapa, mnaambiwa msogee. Kuna watu wanasogea. Sogeeni. Tegeta leo wamefanya jambo. Umeona kwenye mitandao? Tegeta wamefanya jambo. Nimeliona. Jambo kubwa tu. Nadhani ukiingia kwenye mitandao utaona. Okay. Let's go everybody. Watu wa Instagram nimeganda. Maana leo nimeshushwa sio mara 4. Nikishuka sasa hivi itakuwa mara 5. Instagram yako imeganda muda mrefu sana. Sio shida, ngoja nishuke. Jamani, kama mnanisikia sauti yangu, nashuka napanda tena. Sio issue. Watu 700 mtaongezeka. Waiteni watu. Sio issue. Hiyo hata kumwambia nani mstaafu nani rais nani makamu wa rais apande live mara 2. Haizi pata viewers wengi. Nimemshinda mpaka mama. Nuru, habari yako? Mimi nilikuwa nataka niongee hapa kwenye masuala ya kushusha live. Yaani nilikuwa nafikiria jana after kutoka ile live, niliona mbona sioni sababu ya msingi ya kusema eti tushushe live ili watu waandamane. It does not make sense to me. Ubungo watu wanatoka, Dayoni, wakati unaongea Ubungo watu wanatoka. Naombeni jamani tusitizane, watu watoke. Watu watoke, tusogeeni karibu. Kwa hiyo hizi live zibaki hivi kwa sababu nimeona maandamano mengi sana ya Kenya na kuwa motivated sana na live inaendelea huku watu wako barabarani. So sijaona sababu kubwa kwa nini live zishushwe watu waandamane. Kwa hiyo hiyo point naombeni muicancel. Mimi naiunga kabisa mkono sama na Nuru kwamba live sio sababu ya watu kufanya chochote. Yaani ni kwamba sisi hapa tunakuwa live, tunaripoti vitu vinavyoendelea, na sasa hapa kitu anachokifanya Nuru kwamba Ubungo hivyo, you see watu wanahamasika wanaenda kule. Alafu pia it's on the safe side kwamba mtu anaweza kuwa hapa akaleta taarifa kinachoendelea ili tukapata feedback ya what is going on na nini na issue kama hizo. Kwa hiyo mimi sioni sababu kubwa kusema eti live zisifunguliwe, hapana, wala haimaanishi kitu chochote. So fungi mtu live. Yeah. Okay guys, dakika moja. Dayoni afungi mtu live wala usijale. Dakika moja. Naombeni tutap screen tufike 300. Dakika moja wakati tunasikiza makombolelo. 1 2 3 4. Let's stop everybody. Let's stop. 1 2 3 4. Kawandu wangu tangu nisikarangu. Mimi nashuka nita join baadaye. Unajua tena niko na wenye nchi hapa. Hapo baadaye kama dakika 20 hivi narudi. Hamna noma, nafikiri Abili atakuwa ameshakuja pia na yeye. Nitamwahi tu. Sasa hivi tunasindikiza hapa watu afu nageuka. Hamna noma, poa. Let's stop the screen guys. Put the tab. Na kama kuna mtu mwenye taarifa ya muhimu unaruhusiwa kupanda. Nimeona hapa kuna mtu amesema Kahama na kwenye umetoka. Sasa sijajua kama Wakahama wapo hapo watujulishe. Nimesikia Kahama. Marcus unasemaje? Kuna mtu ametuma hapa amesema Kahama wametoka. Sasa kama kuna mtu wa Kahama hapa atuambie, anasema Kahama watu wametoka wengi. Sasa atuambie kama kuna mtu wa Kahama anatusikia. Kahama. Okay. In the 40 minutes
Mimi najua kuna sehemu ambayo tunasikilizwa na najua kabisa kwamba kuna sehemu tunarogwa. Tunadondosha tu hizo nani emoji love hapo. Mimi najua kuna sehemu tunarogwa, kuna sehemu tunasikilizwa. Ile tu mimi niseme moja, hakuna mtu anaweza kupambana na Mungu. Kuna mtu anaweza kupambana na Mungu. Najua mnasikia, nataka let's go champ. Tupige 300 likes hapa. Ili tuendelee kuambia likes, inawaambia watu wengi waweze kushiriki live. Donation group ya Umoja Family. Let's power tap. Let's power tap. Power tap. Power the screen. Power tap the screen. Arusha Tanzania, Mwanza Tanzania, Mbeya Tanzania, Dar es Salaam the big city. Let's go. Mbeya. Hamwezi kupambana na Mungu. Never. Watu wanataka mshare the live. Mwite rafiki yako. Mungu kwanza. Tutoke, hauko salama, Watanzania hatuko salama. Let's power tap the screen. Everybody power tap the screen. Let's go. Let's go family. Hakuna Christmas sisi. Tuko na misiba. Ana mtu wa kusemea isipokuwa nyinyi wenyewe. Let's go everybody. Sasa naomba niombe kidogo. Nasikia kuomba. Tuombe. Yeah? Naomba niombe kidogo. Tuombe. Kidogo subiri kwanza. Kama kuna Muislamu pia anataka kuomba pia, unaandika hapo chini. Una Christmas. Moderators, thank you so much. I love you guys. Let's go to 300 guys. Wamenishusha na Instagram leo wananishambulia sana, wananishusha sana. Wanafika watu 600, 700 wanashusha sana. Hawa CCM ni magovi hawa. Watairiwe mioyo. Nyinyi CCM tairiweni mioyo. Mioyo yenu imejaa ugovi. Kama wanani? Tairiweni mioyo nyinyi. Mioyo yenu imejaa ugovi. CCM wote ni magovi. Na magovi ya mioyo. Ndio maana ngoja mwambie kitu moja. Kwa
Kwa nini zamani watu wanasema wanaambia watu watairiwe? Kwa sababu kwenye govi zimefichwa laana huko ndani. Unaelewa? Sasa usitafsiri hivyo unavyotafsiri wewe. Watu ni magovi. Unaona mtu ambaye anapinga ukombozi, huyo mtu ni govi, ana govi kubwa kwenye moyo wake. Malkizo, hujajuaga watu wana magovi ya moyo? Kuna watu wana magovi, rafiki yangu. Hiyo inajulikana. Watu na magovi. Na kuna wengine hata wamekuwa mabloga wetu bila kujitegemea. Ni magovinda hayo. Yaani CCM wengi ni magovinda, ni magovi. Tairiweni mioyo. The Bible says, toka mtairiwe mioyo yenyewe. Kwa hiyo unakuta sio wanawake, sio wanaume, wote ni magovi. Una magovi ya mioyo. Tunakupambania, unaleta ile ugovi lako huku, una comment ujinga. Ni magovi. Tairiweni mioyo, mioyoni funguke. Tairiweni magovi ya ufahamu. Magovi nye. Mimi leo asubuhi kuna mtu nilipofungua live ananiambia kwamba waacheni watu wale sikukuu washerekee Christmas. Nikamwambia kwa heshima kabisa kwamba kama wewe una amani, una furaha ya kuisherekea siku ya leo, piga mkono kifuani, sema Mungu nakushukuru. Kwa sababu kuna watu hawana hiyo furaha, hawana hiyo amani. Kuna watu ndugu zao wameuliwa, kuna watu marafiki zao wameuliwa, kuna watu ndugu zao wametekwa, kuna watu alikiza tigovi kama la wasira. Umeona? Kwa hiyo kama kuna mtu anajihisi yeye ana hiyo amani ya kusherehekea siku ya leo, aendelee. Mwambie Mungu nashukuru. Lakini kuna wengi hapa 1200 na watu ambao kwa Instagram kwa Nurvazi hawana hiyo amani, na ndio maana wako hapa badala ya kwenda kula pilau na ndugu zao. Exactly. Kwa hiyo sisi wakati tunachukua muda wetu tunazungumza habari ya Tanzania, nisikilize, hatujakurupuka. Tuko kipindi kibaya. Kama unasherehekea Christmas, wewe sherekea. Lakini kilio kinachokuja kuanzia mwakani, nisikuona unanitext unaniambia bro mambo magumu na kublock. Wakati huu tunakwambia paza sauti uongee na wewe utoke. Afu baada unajua unaniambia wewe bro huko kwetu hakuna maji, hide my ID. Mwanangu nakublock. Huu ndo wakati wa wewe kupambania haki ya Tanzania. Sio wakati wa kusema hide my ID. Una hide nini? Tutahide mpaka lini? Tusizungumze. Tutahide mpaka lini? Nakwambia toka. Wanakwambia mwanangu toka. Twende tukapambanie nchi yetu. Leo ni siku sahihi sana. Unasherehekea una Christmas gani wewe? Watu wamekufa. Samia anateka watu. Samia anafanya watu wanabakwa. Watu wanasingiziwa kesi, wanapewa kesi za uhaini. Ni ndo nchi ya kwanza kuwapa watu kesi za uhaini Tanzania. Ni Tanzania namna gani? Mzee wetu Wasira, God forgive me, God forbid. Mzee wetu Warioba amewaambia bunge dhaifu, alijawahi kutokea bunge la 12. Mna comment ya Warioba. Hivi kuna chawa yoyote, kuna pimbi yoyote wa CCM wa sasa hivi ambaye anaweza kucomment juu ya kile kichwa cha Warioba? Waziri mkuu na jaji mkuu ambaye Nyerere alimchagua. Eti uje ucomment eti Warioba eti ameanza kuwa na dementia. Wewe ndio una kichaa cha akili. Yaani kuna mtu smart kama Warioba. Kuna mtu smart kama Warioba ambaye ametengeneza mpaka rasimu ambayo tunaweza tukaitumia kama katiba sasa hivi na imesimama iko hivi. Tokeni tuungane, twendeni Ubungo. Mwakani usije ukanitext ukaniambia kwamba kuna shida fulani, maana kivumbi kinachokuja. Yesu nasema sisi tutatubu. Utatubu wewe na familia yako. Umeelewa? Mtatubu. Nyema chao mnayotuambia tutatubu. Kivumbi kinachokuja mwakani. Utaki kutoka, tunakwambia utoke. Utatubu. Kukopa utakopa sana rafiki yangu. Utakopa hizi buku 10. Si mtaona? Sisi tunafanya hivi kwa sababu ya nchi. Mtatubu. Mwaka unaoanza mtatubu nyie. Tupambanieni nchi. Nchi haimhitaji CCM, haimhitaji Chadema. Tunapambania nchi. Atuongea habari za uchama. Shida mnaleta uchawa wa uchama, ndio shida zenu kubwa hizo. Si atuzungumzie mambo ya chama. Kama mmefuatilia hata wanasiasa wamekaa, hawatushirikishi wanajua kabisa wananchi wame take over. Si hatutaki sasa hivi mwanachama yote si CCM si Chadema. Sio, unanielewa? Mtatubu mwakani naambieni.
Nyie vijana nani machawa mtatubu mwakani. Ndio mtakumbuka kwamba tunachowaambia ni kitu kizuri, ni kitu ambacho ni kwa ajili ya manufaa ya nchi. Mimi siwezi kubwabwa, siwezi nikapaza sauti hapa afu Mungu asisikie. Yo, Mungu anasikia. This is voice to the voiceless. Naona wakina Maria wanapambana, wakina Mange wanapambana, wakina Sativa amerudi nyuma kwa sababu anaona hampi support. Sisi vichwa vigumu tuko hapa. Na si wengine tulikuwa tunamsupport Sativa. Na naelewa Sativa amepambana sana. Amepambana. Mnabanisha mtu ana play muziki ana raha gani ana play muziki wa Bumunda? Shusha huyo. Watu wanapambana. Afu mnasema eti analipwa. Mtu analipwa kwa ajili ya kugombania haki, kupambania haki. Basi Tanzania wenyewe basi ndio wangetulipa basi sisi. Ndugu zetu wamekufa, wamezikwa na wengine mpaka leo hawajapata miili. Umeona list ya watu waliokufa. Tunakwambia toka mwanangu, unasema wewe mwanangu nchi iko salama. Nchi salama ya wapi? Salama Jabiri? Salama gani mnaozungumza nyie? Watu wa Dar es Salaam tokeni. Mnafahamu mji wa Dar es Salaam jinsi ulivyo sasa hivi. Mji umepoa, hujawahi kutokea ilikuwa hivi Tanzania. Christmas kama hii watu kupoa hivi. Au amuoni kwamba Dar es Salaam imepoa? Mnajiondoa ufahamu. Tokeni mlipo. Kama unasikia sauti, toka ulipo, anza kutoka. Haujashtua bunduki. Achana na mambo ya mapilau, tokeni. Hivyo vyakula vipo tu. Mnapambania sasa hivi wakati huu ili mwakani msije mkatubu. Mtakopa sana mwakani nakwambieni. Kariri hii sauti. Kama unaweza screen record. Waacheni wanisikilize. Hii ni sauti ya mtu aliyenyikani, lazima watasikiliza. Watu watengeneze njia zao. Waacheni wa rekodi, waacheni wasikilize, wala msiwa block. Hata wakija hapa waacheni waje huku. Ni watu wa Tanzania wenzetu hao, sema wamegeuza njia zao kwa mabumunda. Au ni watu wa Tanzania wenzetu na tunawapenda, lakini wenyewe wanachokifanya wanajiondoa ufahamu. Mioyo yao ina magovi, ndio shida. Mioyo yao inawaza tu ku create stories za uongo. Au ni magovi wa mioyo? Mimi nawaambieni. Yani ukiachana na kuwa na magovi ya mioyo, hawa ni mabloga wa kujitegemea wa kwetu. Kama unatusikiliza, it clearly means kwamba ni mashabiki wa kimya, na tunashukuru sana kama mnaendelea kusikiliza, kwa sababu hizi habari zetu zinaweza kuwafikia watu wengi pia, hata hao 40 ambao mpo nao hapa. Kwa hiyo kokote mlipo tunasema Mungu azidi kuwabariki. Tunapambania Malkizi, maisha ya nesi, wauguzi wa Tanzania. Tunapambania maisha ya polisi wa Tanzania, hawa mabumunda ambao wanashika bunduki wanatupiga. Tunapambania vilaza wengi ambao wameshaaminishwa kwamba kwenye rushwa, yani fahamu zao zimeshajaa rushwa. Kwa Watanzania ambao mnapenda, tunachopambania hapa kiko wazi. Hata ambao wanasema kataa maandamano, tutawakumbusha siku moja. Tutawaambia nyinyi, mnaona hapa tumefanikiwa sasa hivi, ila mlikuwa mnatuambia hichi, tulikuwa tuna maana hii, hatutawapiga. Je, wewe una maoni gani baada ya kusikia mjadala huu? Na wasikiliza kwenye comments, na comments 50 za mwanzo nita reply zote. Usisahau kusubscribe kama ndio mara yako ya kwanza kuiona chaneli hii. Asante na tukutane kwenye video ijayo.